Wizara ya Katiba na Sheria nchini Tanzania imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya jinai na mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo ambayo kulingana na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro, sera hiyo inatarajiwa kuidhinishwa na serikali katika mwaka ujao wa fedha 2025-2026. Leo hii Jumatano Aprili 30 bungeni jijini Dodoma, wakati wa uwasilishwaji wa hotuba ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria, Dr. Ndumbaro ameliambia bunge kuwa lengo la sera hiyo ni kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na mfumo jumuishi utakaokuwa unashughulikia masuala ya haki jinai. Katika hatua nyingine, Waziri Ndumbaro akieleza programu mbalimbali zinazotekelezwa na wizara yake kwa mwaka wa 2024-2025, amesema wizara hiyo pia imetoa mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kwa wajumbe wa kamati za usalama za mikoa na wilaya, watendaji wa kata, management na wataalamu wa halmashauri zipatazo 122 katika mikoa 17 ya Tanzania bara. Aidha, akizungumzia mkakati wa ujenzi wa kikazi chenye uzalendo, maadili na uwajibikaji, waziri amesema kwa kushirikiana na Wizara ya TAMISEMI na Wizara ya Elimu waliandaa maudhui ya katiba na uraia kwa shule za msingi, sekondari na vyuo vya mafunzo vya ufundi kote Tanzania bara. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Wizara imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya jinai na mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo. Lengo la sera hii ni kuhakikisha kuna kuwepo mfumo jumuishi wa ushughulikiaji wa masuala ya haki jinai. Sera hiyo inatarajiwa kuidhinishwa na serikali katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025, wizara ilitoa mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kwa wajumbe wa kamati za usalama za mikoa na wilaya, watendaji wa kata na management na wataalamu katika halmashauri 122 zilizopo katika mikoa 17. Aidha, katika kujenga kizazi chenye uzalendo, maadili na uwajibikaji kwa nchi, wizara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iliandaa maudhui ya katiba na uraia kwa shule za awali, msingi, sekondari na vyuo vya mafunzo ya ufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuiwakilisha serikali katika mikutano mbalimbali ya kisheria ya kikanda na kimataifa katika sekta ya sheria, ukiwemo mkutano wa kawaida wa 10 wa kamati maalumu ya mawaziri wa sheria na haki ya Umoja wa Afrika uliofanyika Zanzibar. Katika mkutano huo, Tanzania ilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Aidha, nafasi hii inatoa fursa kwa nchi kuwasilisha na kupitisha ajenda zake kwa maslahi ya taifa. Mikutano mingine imeainishwa kwenye ibara ya 43 na ya 44 katika kitabu cha hotuba.